Wembe unakata wembe, wembe unakata wembe, siku zote unaambiwa kusikia kwamba wembe unakata wembe. Ama ni wewe ndo unakata wembe. Ama ni wewe ndio unakatwa. Ama wewe ndio unakata huo wembe. Si wembe unakukata. Na saa nyingine huwa inabidi kwamba hata wembe pia unakata huo wembe wenyewe. Kweli. Dakika ni 4 mpenzi msikilizaji, baada ya saa 4 majira yetu ni Afrika Mashariki, ikiwa basi leo tunakujia kiuzuri kabisa ndani ya show hii ya nguvu ambayo inatuhusu mimi na wewe mpenzi msikilizaji, show muhimu sana. Unavyosikia hii sauti, unavyoifahamu siku zote, mimi naitwa Rajabu Waziri. Ubavuni tuna bahati mzuri sana, anaitwa Linda Indimuli. Sasa yetu kama unavyosikia, unajua huku nje wanasema kwamba ati watangazaji huwa tukiwaona live wanakaa kivingine, lakini kwa sauti wanakaa kivingine. Jaribu kunitafuta utajua. Nilivyokuarifu kutoka mitandaoni kote ya kwamba tutakuwa nao wageni wetu, wageni wa nguvu sana, na naarifiwa kwamba tayari washawasili. Kwa hivyo tunazama tu kidogo, tukizuka tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Ama vipi ndugu yangu? Kabisa, 100%. Labda mwahakishie msikilizaji ya kwamba ni kipi labda anatarajia kukisikia baada ya muda usiokuwa mrefu. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunazungumzia masuala ya SRHR. Na ni kitu ambacho kitaelezewa kwa undani na wageni wetu muweze kuelewa na kuelewa ile vizuri kabisa mpaka unaweza hata fundisha mwenzako. Unajua mimi na wewe tumesomea tu wanahabari kabisa, lakini sasa kuna ma-expert ambao wamebobea katika swala hili la SRHR na watatufanulia zaidi, na watatuambia pia hiyo SRHR inamaanisha nini kwa urefu hapo. Na pia tujue ni nani ambaye labda anahusika na masuala haya. Na pia tuna mengi ambao tumekuandalia mpenzi msikilizaji. So kaa kitako pale, ambia rafiki, amwambie jirani, na jirani pia mwambie ambaye anasikiza mazee ni saa hili kuanzia saa 5 sasa, na tunaenda paka mida yake. Tunazama, tukirudi tutakuwa tuna mengi zaidi. Zama na sisi. Kumbusha familia kwamba unawapenda sana. Kumbusha familia kwamba unawapenda, na kama unawapenda lazima ukue salama, mzima kabisa, hauna magonjwa yoyote, na uko healthy kabisa na kabisa. Na hiyo ndio raha ya familia by the way. Kama unaumwa, then wewe katika familia kidogo huwa kuna mtihani, ama vipi? Kabisa. Wajua hii Disemba ndio ile time ya kukutana na watu mmeachana muda mrefu. Wamuona mwenzako, sijui ndio cousin, sijui ndio ndugu, ulimuona mwaka mmoja umepita sasa. Ndio sasa mnaonana. Je, kwenye alikuwa salama? Ndio hapo. Maana tumekuletea hapa experts wa nguvu kuweza kuzungumzia masuala haya ya SRHR. Nataka tusikae warefu sana, tuweze kumtambulisha rasmi kwa majina yake, anatoka wapi, anafanya kazi na idara gani, kisha baadaye tuingie katika mada. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Serina Kidinji, nafanya kazi na idara ya afya Mombasa County. Ndio. Nasimamia unit ya gender based violence prevention, mental health and adolescent young persons health in the Department of Health Services. Department muhimu sana katika wajua sana. Na pia tunashukuru tu kuwa hapa siku ya leo kwa sababu tunajua kazi ni nyingi sana, lakini umechukua nafasi yako ukasema acha niwapatie hawa jamani. Alafu pia unajua ni muhimu, manake wasikilizaji wangetaka kujua. Ndio. Najua ulikaa ukasema kwa sababu ya wananchi na community ni vizuri niende kule nikaongee. Karibu sana. Na tukianza tu labda tungetaka wasikilizaji wajue, manake watu wengi wanauliza jamani hiyo SRHR ni nini? Hebu tueleze kwanza hiyo SRHR inamaanisha nini, iko na urefu wake ama hivyo ndio hivyo ilivyo? Maana abbreviation za jinsi wengine tustahili kujua. Na inanisaidia nini mimi kama mwananchi? Asante sana. Nitatangulia kusema ya kuwa SRHR ina maana ni jina ufupi wa Sexual and Reproductive Health and Right. Na hiyo ina maana ya kuwa ni hali ya ustawi wa kiafya. Na ustawi wa kiafya tunaongelea afya ya uzazi. Na hii afya ya uzazi, ustawi natakikana iwe ni ustawi wa kiafya ya kimwili, wa kiakili. Alafu sasa ndio tutaongea mambo ya afya ya kiakili na jamii. Hiyo ndio sexual reproductive health. Alafu tukiongea kuhusu rights, ni ile haki ambao imepeanwa katika sheria za Kenya under the Bill of Rights, ya kuwa
and Article 43A of the Constitution of Kenya inaimisha wananchi waweze kupewa huduma ambazo zina ustawi wa juu. Inasema nikinukuu, the highest attainable standards of quality health care, including reproductive health. Kwa hivyo hata katika katiba yetu afya ya uzazi ni kitu ambayo imetiliwa maanani sana. Na inamaanisha kuwa mwananchi yeyote ambao ako katika ule umri ambao anapaswa kupata hizo huduma za afya ya kiuzazi anatakikana apate. Na tukiongea kuhusu afya ya uzazi ama ustawi wa afya ya kimwili, kiakili, alafu ndio inakuja overall, inajumuiza ya kuwa afya ya uzazi ya kijamii itakuwa hiko. Tunasema ya kuwa kama mwanzo wanadamu alipoumbwa, ameumbwa na viungo ambavyo ni body parts, body system, ambao kwa kimombo tunaita reproductive health system. Ambao reproductive health system iko mwa jinsia ya kike iko na viungo vyake, jinsia ya kiume pia iko na viungo vyake ambavyo viko na manufaa ya kufanya majukumu ya uzazi. Na majukumu ya uzazi sana sana nikisema kwa wanawake kuna kunyonyeza, kuna kuzaa. Kwa wanaume kuna ile kuwa wanahifadhi ile mbegu. Kwa hivyo ile mbegu ni ya kiume ni kitu ambacho utaweza kupata kwa kike. Ya kike iko na ya kiume iko. Kwa upande wa afya ya uzazi tunasema mwanadamu anapoumbwa kuna kemikali pia ameumbwa nazo ambazo anapoendelea kukua zinaleta utofauti wa kimwili. Kama vile tukisema wasichana wanapoanza kubalehe, ni kwa sababu kuna zile hormones zinafanya msichana aweze kuwa matiti itakuwa, ataanza kuona utofauti wa mwili. Na mwanaume naye ataweza kuona kijana sauti imebadilika. Kwa hivyo katika afya, ukiangalia afya ya uzazi, hizo kama zile hormones asijatimilika vizuri, kuna vitu kadhaa utaona vinastahili vitendeke kwa mwanamke na havijatendeka. Kwa mwanamume havijatendeka kwa sababu zile hormones, androgen hormones kwa mwanaume, kwa mwanamke kuna hormone kadhaa, kuna estrogen, kuna luteinizing hormone, follicles zenye zinasaidia hedhi wakati hedhi itakuwa inatayarishwa, na kuna progesterone hormones. Kwa hivyo zile katika afya ya kiuzazi unatakikana zile hormones ziwe ziko kamili ili uweze kutekeleza majukumu yako ya uzazi kama mwanamke kama mwanamume. Viungo pia vya uzazi kama vile kizazi. Kizazi kina sehemu nyingi. Kuna cervix, kuna uterus, kuna fallopian tubes. Zile mpira zenye ile pipe yenye inabeba mayai, kuna mahali mayai pia inashikilia, kuna pia mayai yenyewe. Kwa hivyo hizo viungo zote zinastahili afya yao ya hizo viungo indumishwe. Na afya ya uzazi ni jukumu si la serikali peke yake, ni jukumu la mtu yeyote. Mtu binafsi anapaswa kujua wakati yako sawa, wakati hayuko sawa, ili aweze kutafuta msaada wa matibabu kulingana na zile dalili ambazo siko. Kuna baadhi ya shinda ambazo zinakumbana na afya ya uzazi. Zinadhuru zile sehemu zinahusika na uzazi. Ambapo hiyo ni siku nyingine ambao tutaweza kusema kuangazia hayo. Lakini kwa siku ya leo tulikuwa tuelewe afya ya uzazi ni nini na nini haswa tunaita uzazi. Kwa ufupi, katika kudumisha afya ya uzazi, na ujue afya ya uzazi inakuja na mambo pia ya
tunasema ngono. Japo watu wanaona tamko la ngono ni kama kitu kikubwa sana, lakini tunapoongea kuhusu afya ya uzazi huwezi kosa kutamka hilo neno ngono. Kwa sababu kitendo cha ngono sana sana ndicho huwa kinaleta shinda mingi katika afya ya kiuzazi. Na hizo shinda nimesema tutasitaja hapo awali. Tunasema wakati unapokuwa wewe ni mwanamume, wewe ni mwanamke, zile vitendo ambavyo unataka kufanya vinahusu kingono, vinahusu uzazi, lazima viwe viko na kitu inaitwa informed consent, ya kuwa umefanya kitu ukijua unafanya kitu gani. Tukikuja kwa sheria pia tunaangalia upande wa watoto chini ya miaka 18, hawapaswi hawana uwezo wa kupeana idhini kwa sababu ya umri wao. Tena under Children's Act pia inasema hivyo. Kwa hivyo ile haki yake ya kuhudumiwa mambo na hali ya sexual reproductive health, ile haki yake inategemea mambo mengi sana. Inategemea mzazi, inategemea mtu anayemlea, inategemea mtu ambaye ako naye karibu, ambaye ana uwezo ya kufahamu, anaweza sema huyu mtu anaweza saidiwa vipi. Kwa sababu vitu vyote ambavyo unastahili vinahusu mambo na mwanadamu ni mambo na maelewano ambao ni consent, na mtoto mdogo ana uwezo wa kupatiana consent. Kwa hivyo kidogo tu manake nimepata kwa kueleza kutaka tu kuelewa kwamba pia sisi tumeelewa. Umeelezea kwa upana ambao mimi mwenyewe nahisi information ambao tulikuwa tunaitaka. Labda tu kuuliza kwa ufupi ni kwamba kulingana na maelezo ambao unaelezea, naona hii tukisema SRHR ina include nini, kama tuseme kwa wanawake menstruation, labda hiyo ujauzito, kinga dhidi ya magonjwa na vitu kama hivyo. Kwa sababu siku nyingine tunakuja kuongea sexual and reproductive health needs. Kwa siku ya leo tunaongea kuhusu sexual and reproductive health and rights, haki ya afya ya kiuzazi. Na afya ya uzazi ni nini? Ambao niliangazia ya kuwa ni ile hali ya kuwa usawa wa kimwili, wa kiakili, na ya viungo vya uzazi na njia ya familia, ustawi wa jamii. Na tulikuwa naendelea kusema kuwa hizo viungo ambavyo vinahusika ni kuwa kuna viungo ambavyo tulisema kama hormones zenye zinaleta mabadiliko katika mwili wa mwanadamu ambaye ni mwanamke ama ni mwanamume. Na katika pale upande wa kupata hedhi, hedhi ni mabadiliko katika maisha ya mwanamke, ambayo wakati amefika umri wa kupata hedhi ni wakati kati ya miaka siku hizi hata miaka 10 tumeona wengine wanapata hedhi, lakini kuanzia miaka 12 kuendelea mwanamke atapata hedhi. Na wakati ambapo ako katika ile hali, ili kudumisha afya ya uzazi, kuna vitu anapaswa kuangazia na kuangalia. Katika hali hiyo anastahili kujua kitu ya kwanza ni kuwa anapata hedhi kwa sababu kuna chemical ama hormones ambazo ziko kwa mwili. Kizazi huwa kinatayarishwa kutarajia mtoto. Lakini wakati ujauzito hujatungwa, hedhi itatoka, damu itatoka kama hedhi. Kwa hivyo kudumisha afya yake anapaswa kuangalia usafi. Ndio pale wasichana wanahitaji sanitary pads kwa ajili ya kuzuilia ile hedhi. Kuna wengine wanakuwa na shinda kama maumivu ya tumbo, ambao wakati ule kuna watu wengine wataweza kustamili bila matibabu, wengine watahitaji
ndawa za kuturisha hiyo maumivu. Wakati huo kuna vitu tunaita emotional changes. Hali yako ya kimawazo ama vile ambavyo unachukulia mambo inakuwa tofauti kwa sababu ya zile hormones. Na katika wakati hedhi iko karibu, huwa msichana ama mwanamke atajihisi dalili tofauti kuliko vile huwa anakaa kawaida. Na wakati hedhi itakapokuwa imeisha, atarudi kwa hali yake ya kawaida. Lakini kuna wengine wanakuwa na changes ya kuwa emotionally, wanaweza kuwa na hasira za haraka, wengine wanaweza kuwa hali ya kunyamaza. Kwa hivyo ni vizuri watu kutambua ya kuwa afya ya kiuzazi inaleta mabadiliko hata kwa vile wewe mwenyewe unahisi, yani your feelings, your emotional feelings zinakuwa tofauti. Jambo lingine ni kuwa unapokuwa unaendelea kukua, kuanzia hapo miaka 12 kuendelea, una ile kufeel a sense of attraction, unapendeza, ambao ni kitu ya kawaida. Ile kitu napenda kuambia wanaonisikiza ni kuwa wasichana sana wasichana wadogo, teenagers, they feel attractive, wanajihisi ya kuwa wanapendeza wakati huo, na ndio wakati sana watu wanatake advantage of them. Ndio wakati wanaona huyu msichana vile alivyo, watu wanatake advantage of them. Kwa hivyo kwa wananchi kutambua ya kuwa sexual reproductive health changes that sina happen kwa mtoto wakati anaokuwa, sinaweza zikasababisha akawa at risk, yani akaweza kujihatarisha kwa mambo mengi, haswa mimba, magonjwa sina na mambo mengine. Labda katika masuala haya ya kuangalia, nani zaidi mnahisi kwamba ni mlengwa sana elimu kama hii? Elimu kama hii mlengwa ni mzazi na watoto ambao young people, tuseme adolescent or young people. Sana wale ambao wanaokuwa wanapaswa kujielewa wakati wanakuwa vipi. Hisia nikiona wasichana wakiona haswa wakati matiti yanamea, hawaelewi ni nini kinatokezea kwa miili yao. Wanaanza kuwa na wasiwasi. Wanaanza ukiangalia mara nyingine wanatembea wameinama, kwa sababu hawataki watu waone ile umbo vile linabadilika. Anaona mwili unanenepa kiasi ya kuwa mimi sikuwa hivi, mbona nimeanza kunenepa? Kwa hivyo somo kama hili ni muhimu kwa wazazi ambao wanalea teenagers ili waweze kuwaelezea ya kuwa ni kawaida. Ni kitu sawa kujihisi vile unajihisi sahi. Ni kitu sawa kuwa mwili wako una mabadiliko. Una matiti naanza kumea, ambao ni kiungo muhimu kwa maisha ya mwanadamu na maisha yako. Huku nyuma unaona kunaanza kukua na ni around the hips unaona kunaanza kupanuka. Mara nyingine unapata wengine wanataka hata kupunguza weight, kwa sababu wanaona nanenepa zaidi ya vile nilikuwa nikiwa mtoto, na kuwa haraka sana. Kwa hivyo ni vizuri wahimishwe na wazazi wajue ya kuwa hii kitu huwa inasumbua wale watoto ambao wanabale, ili waweze kuwasaidia wasiwe waoga. Manake mara nyingine inawa affect self-esteem. Anajiona mimi sifai, mwili wangu umebadilika sana, nanona sana. Wengine wanaanza hata kukula chakula yenye si sawa, kupunguza maradhi ili waweze kupungua. Lakini kukiangazia ili afya yake ikue sawa, na pia aweze kukua hata hiyo mwili yake, reproductive organs and vile sinakuwa, aweze kujua ni siko sawa, ni kuelezewa.
ili aweze kukula chakula vile chakula lishe bora ambayo itasaidia pia anawiri vizuri. Asianze kujifungia na kujificha. Kwa hivyo somo hili ni muhimu kwa wazazi na pia wa adolescent and young people. Ili waweze kujitambua ya kuwa ili si jambo la kawaida. Wengine hata utafuta kama vijana wakati sauti imeanza kubadilika. Wengine wanajaribu kukula vitu kama limau, waone kama sauti yake itarudi sawa. Lakini hiyo ni kitu ambao mzazi anapaswa aeleze ya kuwa hii ni kitu ya kawaida, ni sahi unaanza kuwa mwanamume na mabadiliko ambao uko nayo ni kwa sababu unakuwa. Wengine wakianza kuona zile nyele zinamea upande wa kike ama upande wa kiume, wanahangaika, ni nini inafanyika kwa mwili yangu? Ni kitu gani hichi kinatokezea? Kwa hivyo wengine, nakumbuka ni kijana alini approach wakati mwingine, ni mtoto ambaye yani katika ile hali ya kazi ako free na mimi, mama, mbona hii kitu naona siku hizi, naona sehemu yangu ya asili naona imeanza kumea nyele. Ni nini? Ni ugonjwa gani? So mara nyingine wazazi hawajui kama hizi vitu zinababaisha watoto wao. Kwa hivyo ni kusema afya ya uzazi haianzi pale unapoona mimba. Haianzi pale unaona mtu amepata STI. Haianzi pale unaona mtu ana magonjwa ambayo inahusikana na uzazi, na inaanzia pale unapoumbwa tumboni. Kuna vile maumbile yako na kuna vile ukizaliwa unapaswa kujatunza ili uweze kukua vizuri na uweze kujielewa, pia uweze kujilinda. Nafurahi kwanza vile unaelezea, yani unajibu hata kabla tujauliza, manake inamaanisha kwamba unaelewa hii idara kwa sababu umekuwa ukifanya kazi kwa muda mrefu. Na hata umejibu maswali mengi ambayo nilikuwa nataka kuuliza, nasema basi huyu ndio anajua. Labda tu kuuliza kwa sababu umeelezea pia katika mazungumzo yako, umeelezea umuhimu wa watu kujua vitu kama hivi, haswa wazazi pia. Na labda tu kuuliza, je, mnapotoa mafunzo kama haya, wako wapi watu wenye ulemavu? PWD, kuna aspect ya inclusivity, na kwa sababu najaribu kusikiza unapoelezea kwamba hata vijana hawa wakianza kubale kuna ile utofauti ambao wako nao. Sasa na imagine huyo mtu kijana ama teenager mwenye ulemavu anapitia pia hivi. Nadhani pia inakuwa stressful zaidi hata kuliko ule mwenye yuko kawaida. Je, unaweza shauri vipi, labda ni msikilizaji ambaye yeye pia yasikia na ulemavu fulani, yeye unaweza mshauri vipi? Ama hata mzazi wake kama caregiver. Asante sana kwa hilo swali, na vile nitaimisha ni kuwa katika Bill of Rights wakati naongea kuhusu afya haki ya kupewa huduma za kiafya, information, access, imetaja mambo, kitu inaitwa non-discriminatory, bila ubaguzi. Na kweli ambao wana ulemavu tofauti, kulingana na ile hali ya ulemavu uko nayo, uko na changamoto zaidi. Kwa sababu tuseme ni ulemavu wa kutosikia, wakati tunapasa information ama tunahamasisha, ama sahi tunapokuwa hapa kwa redio tunaongea, hata kama alikuwa ako na redio yake wesi msaidia, kwa sababu asikii chenye tunasema. Kwa hivyo wakati pia wana ulemavu uko mwingi, hali mwingi. Kuna wale wako na ulemavu wa kutembea physically, kuna wale ni masikio, yani hali yao ya kusikia si sawa. Kuna wale ni macho. Kuna hata uzazi pia, ulemavu kwa mwingi, hata wenye watu hawaoni. Na pia hata kutokuwa na akili timamu pia ni ulemavu ambao unachangia kuwa katika utaweza kujiangalia vizuri vile ungetaka ujiangalie. Kwa hivyo wakati tunapeana ujumbe, ni kweli sana
hawa watu ambao wana ulemavu hawafikiwi vizuri. Na kuna inabidi tuwe na umakinifu na tuweze kufanya kitu inaitwa deliberate effort, bidii na juhudi zaidi za kuwatafuta mahali walipo, na tutafute wale ambao wanaokaa nao, caregivers. Kwa sababu walemavu wengi wanategemea caregivers ili waweze kupewa information na waweze kupata information kulingana na vile iko, kwa sababu ni kweli changamoto zao ni nyingi. Kuna wale hata hizi sanitary pads zenye tunatumia kawaida hawawezi tumia. Kuna wale wakati wanaenda kuzaa, vitanda za kawaida za hospitalini hawawezi fikia mpaka wapate zile vitanda ambao inaweza kufikia level yake aweze kuingia. Na kuna wale pia huduma ziko za aina tofauti, si afya peke yake. Kwa sababu tukisema afya ya uzazi, afya ya uzazi haipatikani peke yake kwa hospitali. Inapatikana hata mitaani. Mahali ambapo uko, unastahili kujua utajitunza vipi. Unastahili kujua nikitoka hapa nikiwa mlemavu, ambaye ni msichana ama ni mvulana, nitapata kitu fulani wapi. Kwa sababu hali ya afya inachangiwa na vitu vingi. Na hizo vitu sana sana vinapatikana humu mitaani, huku kwa community. Kwa hospitali unafika tu wakati afya yako imedhoofika. Kwa sababu health, kuna good health and bad health. Bad health ni wakati umepatikana na kitu kama magonjwa na tatizo ya kiafya. Good health ni wakati uko nje na unaishi sawa, na mwili wako uko sawa, uzazi wako uko sawa, akili yako iko sawa. Hiyo ni good health. Kwa sababu kuna vile definition ya health iko. Health si magonjwa. It's a total state of well-being. Both mentally, physically, emotionally. Yes. Na pia tu kabla sijampatia mwenzangu nafasi, vile bado tuko katika mazungumzo kama haya, najua kwamba unasimamia kitengo cha maybe GBV, mental health. Kuna wakati tulikuwa na mgeni mmoja hapa, tulikuwa tunazungumzia masuala ya rights za people with disability inapokuja katika masuala ya SRHR, na kidogo inahusiana vipi na mtu kukuwa na uwezo wa kutoa maoni kulingana na mwili wake, the aspect of bodily autonomy. Na kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea, kuonekana kwamba kuna walemavu wengi ambao hawapatiwi nafasi ya kutoa maoni kulingana na wanavyotaka wao. Kwa mfano, unapata msichana labda ana ulemavu tu wa physical, ama labda hata kama ni ulemavu ambao unamzuia vitu vingi, lakini ako na uwezo wa kutoa maamuzi mwenyewe. Unapata anapelekwa pale hospitali, anafungwa kizazi na mwenyewe hajataka. Ama unapata anaenda hospitali, labda ako na ujauzito, madaktari wanamuuliza ilikuwaje ukapata mimba wewe na hali yako, vitu kama hivyo. Je, masuala kama hayo nyinyi kama county, ama na pia saa zingine inafika mahali paka unapata kuna mtu anamtandika kwa sababu labda amepata ujauzito, ama labda anaongea na tu kwa sababu tu yeye ana ulemavu fulani, yani hana ruhusa ya kutoa uamuzi yeye kama yeye. Watu wa kando wanamwamulia, nafika mahali paka wanapigwa. Je, swali kama ule unalichukuliaje? Asante. Mimi nitasema kuwa kisheria ni makosa. Kwa sababu mtu ambaye ana uwezo wa kuconsent kwa kitu. Unajua afya ikiwa safi, tumesema kwamba ni jukumu letu, inakuwa vizuri sana. Nikiumwa na kichwa, nikiwa ni mgonjwa wa hali fulani, hata kazini siwezi kuja. Kabisa. Na ni jukumu langu pia, afya inaanza na mimi. Na maisha ni moja tu. Wajua mwili hauna spare bana. Lakini pia tu nadhani kwa kurudi tu labda kuna watu ambao wanasema jamani, mnafungua simu zenu saa ngapi? Tunajaribu kupiga mshiki. Asante sana
sana wale ambao wanajaribu kutuzidi na sisi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Asanteni sana. Naona wanafunguka sana. Kuna masuala kadhaa hata kabla tujaingia kwa masuala ya myths and misconceptions, itabidi tunapitia masuala moja baada ya lingine tuweze kuyajibu hapa, kisha baadaye tutakuwa tunafungulia nambari yetu ya simu kama kawaida ni 0790204487, nambari yetu ya arafa. Pia vile vile WhatsApp ama SMS ukiweza pia unatuma pale swali lako, litakuwa linajibiwa vizuri tena sana. Tuzame kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter. Sijui wanasemaje pale. Facebook namuona anaitwa Enos Opio anasema hili swala la mabadiliko ya mwili ni muhimu kujadili na hawa vijana wanao balee au kuvunja ungo. Kuna Harrison anasema mimi niko hapa Bamburi, langu ni kutaka kujua tu dalili ya mtu anayepitia matatizo ya afya ya akili. Labda tujibu moja baada ya lingine kabla tusikue ama naona maswali ni mengi, acha tusome tu. Okay. Alafu labda tutakuwa tunaangalia yapi ambayo watajibu, maana yake wengine inaweza kuwa ni the same. Tukajibu tu kwa pamoja. Ndio. Kuna huyu anaitwa Elijah anasema nasikiza nikiwa Malindi, ni vipengele vipi ambavyo mimi kama mzazi naweza kutumia ili kuelimisha mtoto wangu kuhusu afya ya uzazi? Ni vipengele vipi anaweza tumia kama mzazi? Alafu kuna huyu anasema show ni moto sana, lakini swali langu ni je, wanaume wanashirikishwa vipi katika elimu ya SRHR ili kupunguza mimba za mapema na unyanyasaji wa kijinsia? Alafu kuna huyu mwingine anasema tuned in nikiwa maeneo ya Junda, swali ni kwa nini baadhi ya jamii bado zinaona aibu kuzungumzia masuala ya uzazi? Asanteni sana. Anasema huyu anauliza kwa nini bado kuna jamii zingine ziko na aibu kuzungumzia masuala kama haya. And then kuna huyu Dalmas anasema kuumwa na kichwa mara nyingi kunasababishwa na nini? Jamani, hii nadhani ni topic nyingine, lakini yuko sawa. Yuko sawa. Kuna swali lingine pale nasema ni changamoto gani za kisaikolojia zinazoathiri maamuzi ya kijana kuhusu afya ya uzazi na mtaalamu anasaidia vipi? Labda tu kusoma swali la mwisho, alafu zingine tutasoma baadaye. Kuna huyu anajiita All Matters Health anasema huduma za SRHR zinapaswa kuboreshwa vipi ili kuwa rafiki kwa vijana walio katika mazingira ya migogoro ya familia au mabweni ya shule? Very labda tu tukisoma tu hayo kidogo, manake ni maswali ni mengi. Tumesoma kama maswali 6-7 lakini labda tu ukianza kujibu na hayo. Kama vile ambavyo alikuwa anauliza kwamba ni changamoto gani za kisaikolojia zinazoathiri maamuzi ya kijana kuhusu afya ya uzazi na mtaalamu anawasaidia vipi? Maswali ni mengi, nitajaribu kujibu yale ambayo anaweza kwa sababu ya wakati pia. Nitaanza na hiyo swali la mwisho, changamoto zenye zinaweza dhuru kijana kufanya maamuzi sawa ya afya ya uzazi. Siko mingi, sana depression. Wakati wa mtu ako na msongo wa mawazo, hana uwezo wa kufanya maamuzi sawa. Ukiwa akili yako hajatulia, stress, pia hauwezi fanya maamuzi ambayo iko sawa. Na pia ukiwa na hasira, hasira pia hauwezi fanya maamuzi ya sawa. Na kuna baadhi ya magonjwa ya kiakili. Karibu zote baadhi ya magonjwa ya kiakili tunaongea kuhusu mental disorders. Nyingi zinasababisha mtu asifanye maamuzi ambao ni sawa. Kwa hivyo kwa upande wa vijana, sana ile kitu inawasumbua sana ni kuwa, unajua wangali wanakuwa. Akili zao asijatimia kiasi ya kuwa maamuzi yao itakuwa sawa 100%. Kutokuwa na ujumbe information ni kitu moja. Kutokuwa na akili ambayo imetulia, pia akili yako ikiwa imetulia, ijatulia, huwezi kufanya maamuzi sawa. Na pia kuwa ukifanya maamuzi bila kuchukua, tunasema second thought, na kuangalia
hii kitu nataka kufanya manufaa yake ni nini, faida zake na madhara yake ni nini. Kabisa. Hiyo ndivyo ningeweza kujibu. Labda hii ya kuhusisha wanaume. Kuhusisha wanaume tunajaribu sana. Na ni jukumu ya kila mtu ako na ujumbe kujaribu kufikia pia wanaume. Kuhusisha wanaume katika, wanaume ndio watu si rahisi kupata. Ukiita mkutano utapata 2 watatu. Kwa hivyo zile juhudi tunachukua ni kuwa na baraza za wanaume peke yake. Na mahali ambapo tunaweza kuwapata pia kwa baraza zenye ziko na watu wengine, tunaongea, tunawafundisha pale. Na tuko pia na wahudumu wa afya wa nyanjani. Pia wanahamasisha pia watu wote. Community dialogues pia huwa tunafanya, na kuna zenye zinafanyika zinahusisha wanaume. Na nikisema tunafanya kama county, pia kuna mashirika tofauti tofauti pia tunaungana nao. Hamasisho kama hili leo tunafanya kwa redio ni njia moja pia ya kushirikisha wanaume. Labda kuna swali lingine hapa limeshuka la DJ Sule Sulesh. Tuulize tu swali lingine. Labda unaweza pokea simu. Na pia asante sana. Simu zinaingia hapa. Naona inakiriza kwa uzuri. Naam. Kuna mtu aliuliza kuhusu kichwa kinauma sana. Ningeomba uende kwa hospitali iliyo karibu na wewe, uangaliwe shida ni nini. Kabisa. Manake kuumwa kwa kichwa ni dalili, inaweza kuwa dalili ya vitu mingi sana. Asante sana. Ngoja tupokee simu moja safi sana. Mambo vipi? Poa sana, habari. Salama sana. Nimekuwa nikifuatilia mada leo, imenibamba sana, lakini kuna mahali ambapo nataka niulize. Ndio. Kiangalia hili swala la hedhi. Wakati mwingi unapata kuna baadhi ya wasichana ambao wanakuwa na cramps, yani ile mtu anakuwa mgonjwa sana. So kuna baadhi ya watu ambao wanasema eti mwanamke ama msichana hapaswi kumeza dawa za kupunguza hayo makali, like kila mwezi hapaswi kumeza hizo dawa, sijui ziko na madhara. Sasa mimi ningetaka hapo mgeni wetu anifafanulie, je, ni ukweli hizi dawa za kupunguza machungu kama Buscopan zinakuwa na effect baadaye, ama pengine ni njia gani rahisi nzuri ambayo mtu anapaswa kutumia wakati ako na hizo cramps? Asante sana. Nimesema paka inaitwa nini hiyo dawa? Buscopan. Na kuna Piriton pia. Asante sana ndugu yangu Hafsa. Thank you so much. Usishangae najuaje haya madawa. Asante. Labda kwa ufafanuzi ndugu yangu. Asante sana. Na ningependa kusema Piriton haisuilii abdominal cramps. Lakini swali ameuliza ni swali ambao wasichana wengi linawatatiza. Kweli? Kwa sababu wakati hedhi inatoka ni kama wakati unasafisha nyumba. Uterus ina undergo contractions. Na hizo contractions wengine zinawaumiza, wengine hawasikii uchungu. Kwa hivyo zile dawa za maumivu ni muhimu, na Buscopan haina shida kama umetumia mwezi huu, kwa sababu nimetumia zile tembe ambazo zimeweza kulingana na vile umeagiziwa utumie na daktari, na umetumia kulingana na hicho kiwango. Kwa hivyo asina madhara ya kuwa umesitumia sana, kwa sababu kazi yake ni kupunguza hizo makali ya contractions. 0790204487 ndio arafa yetu hapo. Unaweza tuma pia vile kupiga simu, kutuma nambari, kutuma ujumbe wako wa WhatsApp pale tuweze kupokea kwa nguvu sana. Tunatarajia kwamba unaweza kutupigia simu saa hii muda wote, hata tukiendelea na mahojiano haya tutakuwa tunapokea simu yako. Tuende kwa swali lingine ambalo limekuwa limeulizwa hapa na DJ Sule. Amesema kwamba je, matumizi ya njia ya uzazi wa mpango kwa vijana hii yana madhara kwa muda mrefu kiafya au kuna simu hapa inaingia, naona tuweze kuipokea. Asante sana. Hello Dio Radio. Niaje? Poa sana, niaje?
Niko poa, naongea na Omar Hamis kutoka maeneo ya Kasarani huko. Bwana mimi na swali hapo kwa madamu wetu. Na ningependa kuuliza hivi ni umri gani unafaa kwa vijana kuanza kupata elimu ya afya ya uzazi? Umri gani ambao unafaa? Asante sana. Asante sana ndugu yangu, endelea kutegea. Anauliza age gani? Yaani ni umri gani ambapo mtu anastahili kupata hii? Labda tu mzazi ni wakati gani inafaa anze kuzungumza na mtoto wake kuhusiana na masuala kama haya? Asante sana. Ningependa kusema umri wowote, lakini information. Kuna kitu tunaita age appropriate information. Unaangalia yule mtoto ama mtoto unapatia ile information inamfaa kwa umri huo. Kwa sababu kama tutajua mambo ya uzazi ni kubwa. Watu wasifikirie family planning peke yake, wafikirie mimba peke yake. Hata kueleza mtoto wako mabadiliko ambayo anaopata wakati anakuwa, hiyo ni muhimu. Kwa hivyo umri inalingana na ile kitu. Umri wa mtoto unampatia information kulingana na ule umri amefika na mahitaji yake ya wakati huo. Kama ni mtoto amefika, unajua ako karibu kubale. Unajua anastahili kujua anatarajia hedhi kama ni msichana, na kama anatarajia hedhi anafanya nini. Na mabadiliko ya kimwili unamwambia na nini anapaswa afanye. Kama ni mvulana pia katika huo umri utamwambia mabadiliko. Umeangalia msichana amefika umri. Kuna wale wasichana unaona huyu anafika umri, afadhali nimuelezee mambo ya upangaji uzazi kulingana na vile namuona na tabia zake na umri yake, ili aweze kuchelewesha kushika mimba. Lakini umueleze pia cha muhimu, mambo ya kuzuilia mimba iko na njia nyingi. Hata abstinence, kukaa bila kutumia kufanya ngono, kwa sababu ujauzito unakuja kupitia ngono. Kwa hivyo umri unapatia elimu ya uzazi kwa mtoto kulingana na vile ile stage amefika in development. Actually sio age, stages of development. Ana mabadiliko gani anaopitia kwa maisha yake. Asante sana. Naona kuna simu zinazidi kuingia. Jamani, pigeni simu kadri ya uwezo wenu. Tunazingoja hapa kwa nguvu sana. Akipiga tutasamahani. Asante sana. Hello, Dio Radio. Hello. Yes. Mimi naendelea kutegea nikia simu za Bamburi, hapa ni Kazungu huyo. Mimi swali langu nauliza, kulingana na mazungumzo yenu nimefaidika sana pakubwa, lakini niona kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwa pengine anapitia katika msongo wa mawazo ama matatizo ya afya ya akili, lakini yeye mwenyewe hajui. Sasa mtu kama yule unaweza kumapproach vipi ndio yeye mwenyewe ajue? Asante sana ndugu yangu Kazungu. Kazungu, nafikiri asante kwa leo. Pengine tu kwa sababu msongo wa mawazo na madalili zake na vile unapaswa kufanya ni topiki kubwa. Kama Kazungu taturuhusu ndayo watupatie kikao cha kuongea kuhusu afya ya kiakili, tutaweza kukujibu maswali yako yote. Kabisa. Thank you, vizuri sana. Ni maswala makubwa na ni mazito, kwa hivyo yanahitaji muda mrefu. Hatutaipatia justice sasa hivi kwa sababu atakuwa anaongelea tu kwa ufupi na hata faidika na hilo jibu. Labda tu kusoma comments zingine hapa. Wanasema Dalmas anasema mtu hapa locked kama kawa. Lucy anasema Dio mpaka mwisho. Kuna Zaidini anasema yo tuned 100% ikiwa sawa from Shanzu Dio. Ali anasema iko sawa, nasikiza kutoka Shanzu Dio mpaka mwisho, always on top. Kuna Peter anasema napata vyema kutoka Mtwapa. Kwa nini suala la GBV huangaziwa sana kwa wanawake ila kwa wanaume husalia kimya, ilhali pia wao huwa ni waathiriwa wa janga hilo? Kuhusu magonjwa ya akili husumbua hususan Pwani, umehusishwa sana na matumizi ya mihadarati. Je,
kuna njia zingine zinazosababisha magonjwa haya? Na labda tu akijibu Peter, naona alivyomwambia tu Kazungu masuala ya afya ya akili atakuja kuzungumzia tutakapomleta tena. Lakini labda tu agusie kwa juu tu labda ili swala la GBV na kwa nini wanawake wengi wanaripotiwa na ilhali kuna wanaume pia wanapigwa. Alafu kabla hujajibu tu labda tukimalizia hizo comment ndio ujibu, manake ziko kama 4. Kuna moja anasema good morning Sulesh from Chonyi, Mwele Chonyi sub county. Kuna huyu anasema je, matumizi ya njia ya uzazi wa mpango hii ulikuwa ushasoma. Alafu kuna mwingine anasema niko locked in. And then kuna huyu anasema ni mbinu gani itatumika kupunguza msongo wa mawazo kwa vijana? Nadhani ile swali la mental health linafaa lije liongelewe kwa kina vizuri. Asante sana. Kwanza nitasema mwenye ameuliza ya kuwa kama magonjwa ya kiakili inaletwa na mambo ya mihadarati peke yake, tamwambia hapana, kuna baadhi ya vitu mingi kando na mihadarati ikiwa baadhi moja wapo. Kwa hivyo kuna mambo mengi inaweza sababisha magonjwa ya kiakili. Ijapo leo sitaweza kujapitia kwa sababu nikipitia lazima nipapanue. Lakini upande wa gender based violence pia ni mambo inahusu mambo ya afya, iko katika afya ya kiuzazi pia. Na ningependa kueleza ya kuwa si hati wanawake ndio wanafuatiliziwa sana. Shinda ni kwa wanaume wataki kuripoti. Kwa sababu dhuluma ya kijinsia inamaanisha ya kuwa mtu amedhulumu, either mwanamke amedhulumu mwanamume kwa sababu yeye ni jinsia kiume, ama mwanamume amedhulumu mwanamke kwa kuwa ni jinsia ya kike. Na masuala hayo yote utakaporipoti kesi yako itafuatiliziwa tu kama vile ya mwanamke inafuatiliziwa. Shinda ambao tuko nao kubwa ni kuwa wanaume wanaona ni aibu kusema bibi yangu amenichapa. Lakini ningetaka kusema hapa leo msikizaji, tumesaidia wanaume wengi. Na kuna wengine hata unapata wanapiga simu amefungiwa kwa nyumba aswa na bibi anataka kumdunga kisu. Na huwa watu wanasaidiwa. Kwa hivyo usikae pale ukiumia kwa sababu unaona we mwanaume una mtu kukusikiza wakati unakandamizwa na jinsia ya kike. Jitokezeni, museme wazi. Si aibu kusema shinda uko nayo. Na shinda ambao umeongea ni kama imetatuliwa. Hamida hapa kutoka maeneo ya Ukunda nauliza, je, ni nini husababisha uchungu wa cramps? Na je, ni kweli kwamba mwanamke anapokuwa na makali mengi ya hedhi akiolewa huweza kuisha? Hiyo ni kitu ambacho labda ningeongezea tu, kuna hizi myths kwamba mwanamke akizaa basi ile uchungu unaenda. Na pia vile vile masuala hayo itakuwa vizuri sana. Kisha kutoka hapo tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha turudi tumalizie. Nafikiri kama vile nilielezea ni kuwa hedhi ili itoke, kile kizazi kilikuwa kimejitayarisha kiingie mtoto. Na huwa kimetengenezwa, kizazi kinakuwa like kimeongezewa layer nyingine. Ili ingojee mtoto aweze kutulia pale miezi 9 azaliwe. Lakini anapokuwa hataweza shika mimba, mimba isiposhikwa ile kizazi kinasafishika. Na kuna hormones, niliongea kuhusu hormones. Ile damu itoke ni hormones ndio huwa zinachangia ili kiweze kama vile unaweza sema nguo unafua na sabuni. Kwa hivyo mwili hakuna sabuni. Kuna chembe Mungu mwenyewe aliumba kaeka kwa mwanadamu. Ambazo kuna hormones yenye ina-activate ile kizazi, ile damu iweze kuwa inakuwa set off. Kwa hivyo si kweli swali la pili kuwa ukifanya kitendo cha ngono ama ukiolewa zile cramps ama ile maumivu ya wakati wa hedhi itaisha. Hiyo si kweli. Na nitasema hiyo ni dhana potofu ambayo imechangia wasichana wengi kupata mimba
imechangia wasichana wengi kuolewa mapema kabla wakiwa watoto, kabla umri wao ambao kabla hata hawajatimiza ndoto zao wapate zile vitu wamefikiria nipate kama mtoto ili niweze kuwa mtu mzima. Inachangia waolewe ili wasisikie ule uchungu. Lakini hiyo nitasema ni dhana potofu. Asante sana. Tuweze kupata tama la maji jamani, tumeenda sana. Tuweze kuingia madukani kidogo, kisha baadaye tukirudi, simu pia naona inakirizwa hapa. Tutaisikiza lakini hatutajibu, kisha tukirudi tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu ndugu yangu. Hello Dayo Radio. Hello Dayo Radio. Hello dada, nakupa labda nikipiga ni Brian hapa kutoka Magongo. Naam. Swali langu kwa mgeni ni hili. Wasichana wa Gen Z hususan kizazi hiki cha sasa. Ndio. Wanapopata ujauzito. Ndio. Wanatamani kujifungua kwa njia ya upasuaji. Wanasema njia normal. Itaongeza njia ya uke wao. Je, kauli hiyo ni ukweli ama ni? Asante sana ndugu yangu kwa swali lako muhimu sana. Zidi kutegea, tutakuwa tunazama nalo kwa muda usiokuwa mrefu. Thank you so much.